Bwana awe nani. Tuwakaribisha tena asubuhi ya leo kwa ibada ambayo tuko katika Facebook Live na kwenye YouTube hapa kanisa la St. Mary's Parish Kabete, ambapo tuko makanisa mawili, St. Mary's Church and St. Martin's, na ambapo tunafurahi sana kwamba unaweza kuungana pamoja nasi ili tuweze kuwa na ibada ya kuweza kumtukuza Mungu na kumsifu Mungu. Tuambie kwamba unaona kutoka wapi, tueleze kwamba kama unabarikiwa, tuambie amina. Fungua watch party ili tuweze kusambaza injili ya Yesu Kristo kwa watu wengi zaidi. Hii ni nafasi ya kuweza kueneza injili kwa wenzako, marafiki wako katika Facebook pale ama YouTube. Karibu. Basi na tuweze kuomba ili tuweze kuanza pamoja. Mungu Baba, katika jina la Yesu twakushukuru, twakuinua, twakutukuza. Unastahili sifa zote Bwana. Hakuna Mungu kama wewe, uliyekuwa, utakayekuwa, Mungu wa milele. Pokea sifa na shukrani, unastahili. Tunasema ni asante kwa siku ambayo umetupa uhai ili tuweze kukusifu. Tunakushukuru kwa sababu ya wote wanaungana pamoja nasi, wazazi wetu na hata vijana, watoto wa Sunday School, jamii yote wanaungana pamoja nasi katika ibada hii. Tunakuomba katika jina la Yesu, popote walipo nchini na hata Afrika nzima, ukaweza kutuunganisha pamoja kwa mpendo wako, na ili Bwana jina lako likatukuzwe. Wewe Bwana kuwa pamoja nasi katika kusifu, katika msala na katika yote tukayofanya. Unene pamoja nasi kwa Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Amina. Sote tuseme pamoja sala ya Bwana. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku. Tusamehe makosa yetu kama sisi tunavyosamehe waliotukosea. Usitie katika majaribu, lakini tuokoe na ile mwovu. Kwa ufalme na utukufu zote ni zako sasa na hata milele. Amina. Karibuni wapendwa, ili tuweze kumtukuza Mungu pamoja. Praise and worship team. Shine.
shangwe na vigelegele kwa Yesu. Tumsifu Yesu, tumtukuze, anastahili sifa zote. Haleluya, haleluya. Bwana upewe sifa, shukrani na utukufu. Hakuna Mungu kama wewe, twakusifu, twakuabudu, twakupa heshima zote. Mungu mtakatifu, pokea sifa. Haleluya. Hakuna kama wewe, pokea sifa. We give you praise, we give you glory, we give you honor. Somebody, tumsifu Mungu, tumtukuze. Wenzetu wote nyumbani, tumsifu Yesu. Hakuna kama yeye. Asanteni sana, mwaweza kuketi katika uwepo wa Bwana mara nyingine tena katika jina la Yesu. Na wakaribisha hapa katika parokia ya St. Mary's Parish Kabete. Tunafurahi sana kwamba mnatuangalia pale katika Facebook na pale katika YouTube, na tunajua kwamba Mungu anawabariki anapotubariki. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wakati huu ningependa tuingie katika sala kuombea wale ambao wako na mahitaji tofauti, na kwa hivyo nitaomba tuweze kuomba pamoja katika jina la Yesu. Mungu mwenye rehema nyingi, tunakushukuru kwa sababu ya fadhila zako ambazo ni za milele. Pokea sifa na utukufu na shukrani. Tunawakumbuka wenzetu ambao Bwana wako na shida tofauti, wengine wako hospitalini. Mungu mwenye rehema, tunakumbuka dada wetu ambaye tuliona katika Facebook amelazwa hospitali, na wenzetu wengine wa kanisa na ambayo hata si wa kanisa ambao wako mahali tofauti hospitalini, wanauma, wana maumivu. Mungu mwenye rehema, tutakuomba ukaweza kuwatembelea kwa nguvu zako Yesu Kristo, ukaweza kuwaguza kwa upomaji wako katika jina la Yesu, kama ulivyowatembelea miaka 2000 iliyopita, ukaweza kuinua wale ambao ni wagonjwa katika jina la Yesu. Magonjwa tofauti ukaweza kuwarudishia amani katika jina la Yesu. Mungu mwenye rehema, tunazidi kuomba kwa sababu ya wale ambao wamefiwa. Tukumbuka ndugu yetu ambaye hayuko pamoja nasi, ambaye amefiwa na shangazi wake, na wengine wengi ambao wamefiwa. Mungu mwenye rehema nyingi hapa nchini na hata kule kwingine ambao wamefiwa na wapendwa wao, Bwana ukawatulize kwa Roho wako Mtakatifu katika jina la Yesu, kwa utukufu wa jina lako. Bwana Mungu mwenye rehema, ukakumbuke wote walio na shida tofauti za kiuchumi, za kijamii. Mungu mwenye rehema, tembea pamoja nasi, ukaweza kutamalaki, ukaweza kujitokeza kwa nguvu zako za tulizo na amani, ukaweza kufanya jambo jipya ndani ya maisha yao, kwa utukufu wa jina lako. Haya tunaomba kwa Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Amina. Asanteni sana. Wakati huu tungependa kuingia katika neno la Mungu, na leo tutakuwa tukitafakari kuhusu kudumisha imani. Mwambie mwenzako aliye karibu na wewe, dumisha imani. Na tutaangalia pamoja katika Mathayo mlango wa 14 mstari wa 22 hadi wa 33. Biblia inasema hivi: mara Yesu akawaambia wanafunzi wake waingie kwenye chombo watangulie kwenda ng'ambo ya pili ya bahari. Wakati yeye anawaaga wale makutano, baada ya kuwaaga akaenda zake mlimani peke yake kuomba. Jioni ilipofika, Yesu alikuwa huko peke yake. Wakati huo kile chombo kilikuwa kimeshafika mbali kutoka nchi kavu, kikasukwa na mawimbi kwa sababu ya upepo uliokuwa wa mbisho. Wakati wa zamu ya 4 ya usiku, Yesu akawaendea wanafunzi wake akiwa anatembea juu ya maji.
Wanafunzi wake walipomuona akitembea juu ya maji, waliingiwa na hofu kuu, wakisema ni mzimu, wakapiga yowe kwa kuogopa. Lakini mara Yesu akasema nao, akawaambia, jipeni moyo, ni mimi, msiogope. Petro akamjibu, Bwana, ikiwa ni wewe, niambie nije kwako nikatembee juu ya maji. Yesu akamwambia, njoo. Basi Petro akatoka kwenye chombo na akatembea juu ya maji kumwelekea Yesu. Lakini alipoona upepo mkali, aliingia na hofu, naye akaanza kuzama huko akipiga kelele, Bwana, niokoe. Mara Yesu akanyosha mkono wake na kumshika, akamwambia, wewe mwenye imani haba, kwa nini uliona shaka? Nao walipoingia ndani ya chombo, upepo ukakoma. Ndipo wote waliokuwamo ndani ya kile chombo wakamwabudu Yesu, akisema, hakika wewe ndiye Mwana wa Mungu. Dumisha imani, dumisha imani. Nilikuwa nauliza wenzetu wa ibada hiyo nyingine kwamba wakati unapocheza mpira wa kandanda, nakumbuka wakati mmoja mimi nilikuwa goalkeeper nikiwa kijana mdogo, nilikuwa goalkeeper, na basi kukawa kwamba kuna wakati tutafika tutakuwa na penalty. Na nikawa niko pale, niko tayari nimeangalia, lakini kwa sababu moja au nyingine sikuzingatia mpira, nikaangalia kwingineko. Yule aliyekuwa anapiga penalty akachapa kombora, ikanishika kwa matumbo, nikashindwa kupumua. Sijui kama umewahi fika hapo. Wewe unashindwa kupumua kwa sababu umecharazwa tumbo. Na kuna watu tofauti, pengine unakata mboga na kisu chako ambacho umekinua vizuri, alafu katika harakati ya kukata mboga unaanza kutazama kipindi chako unachokipenda, sijui ni Maria ama ni kipi. Unapokata na unakata mboga, nini chaweza kufanyika? Haya, nataka utafakari mtu ambaye pengine ni seremala ama ni fundi wa nyanja moja au nyingine, ambaye anajaribu kupiga msumari. Na anapopiga msumari pengine anapiga story na anakosa kuangalia nini kinaweza kufanyika. Pengine unapeleka gari lako pale, alafu umeanza kuandika ujumbe katika simu yako, na huangalii, huzingatii njia ambayo gari inaenda. Kusema ukweli, uwaweza kuumia sana kwa sababu ya kukosa kuzingatia unachofanya. Na imani pia iko vile vile. Imani isipozingatia sababu na kusudi ya imani, pia yaweza kuleta madhara makubwa sana. Na ndiposa Yesu alikuwa na mafunzo alitaka kufunza wanafunzi wake alipowatuma usiku huo pale Galilaya. Ni vizuri kujua kwamba walishinda, wamehubiri pale katika mlima, wakahubiria watu, alafu hatimaye wakawalisha kwa samaki. Walikuwa samaki wangapi na mikate mingapi? Na Biblia inatuambia wanaume 5,000 waliweza kulishwa. Na wakati huo tamaduni za wakati huo hazikuwa zinazingatia wamama na watoto. Wanaume walikuwa wanakula kwanza. Tunashukuru Mungu kwamba Kenya ni nchi ambayo tuna usawa sana. Hata tukikuja kuhesabu, tunahesabu wanaume kwa wanawake na watoto, wa kike wa kiume, na wote wanakuwa ni sambamba, sivyo? Na hiyo ni muhimu sana. Basi ukiweza kutafakari kama walilisha wanaume 5,000, basi inawezekana kwamba hiyo siku Yesu aliwalisha watu zaidi ya 20,000. Na baada ya kuwalisha, Yesu akaambia wanafunzi wake, endeni mwingie katika merikabu na mwende upande ule mwingine wa ziwa za Galilaya. Basi yeye alisema awachwe ili aweze kuwaaga wale watu ambao walikuwa wanahubiria. Basi walipofika pale katika ziwa la Galilaya, ukawa tutakiita aje, a storm, ukawa ni kibunga, dhoruba. Asante. Kukawa na dhoruba kuu sana. Kana dhoruba ambayo iliwatisha sana. Ni watu ambao walikuwa watu wa kuvua samaki, watu ambao walikuwa wametembea kama wale wavuvi wetu wa pale Lake Victoria, ambao wanajua kuenda usiku kucha kuvua samaki. Basi walikumbwa na mawimbi makali sana, radi na ngurumo za kutisha, na ikawa kwamba wanaogopa kufa. Biblia inatuambia kwamba Yesu waliachana na yeye jioni, na walikuja kuonana ile ambayo tunaita fourth watch, yani karibu saa 10 asubuhi. Kwa hivyo karibu masaa 8 au 9 walikuwa wanang'eng'ana na kupigana na nini?
na dhoruba na mawimbi na ngurumo na radi wakihofia maisha yao. Usipoingia pale ndani utumbukie kwa maji, waweza chapwa na radi na ngurumo na kadhalika. Basi wanafunzi, nafikiri na natumai pengine waliogopa hata kwenda bila Yesu, kwa sababu inakuwaje unaacha mwalimu akifanya kazi ya kumalizia kuosha vyombo, tukisema hivyo, na kuaga wageni, alafu ninyi mnaenda kupumzika. Lakini Yesu alitumia maneno yenye uzito sana, nataka enendeni upande ule mwingine, mningoje nitapatana na nyinyi huko. Wapendwa katika Bwana, yawezekana kwamba Mungu waweza kuwa katika mpango wa Mungu sahihi, mpango wa Mungu ambao ni Mungu amekuongoza na bado uingie katika dhoruba ya maisha. Niseme tena, mara kwa mara tunafikiria kwamba tukikuwa katika upendo wa Mungu na katika mpango wa Mungu hatutapatana na dhoruba za maisha. Na mara kwa mara watu hutuambia wakati tunapatwa na dhoruba za maisha kwamba ni kwa sababu hatuko mpango wa Mungu. Yesu mwenyewe ndiye aliwatuma katika dhoruba hiyo. Akawatuma akijua kwamba watapatwa na dhoruba hiyo. Haikuwa kitu limpata hivi, lakini ni kitu alijua kwamba anawatuma katika dhoruba. Unajua wapendwa katika Bwana, dhoruba haikuji kutumaliza, haikuji kufanya tufe moyo. Dhoruba inakuja kutukamilisha. Bwana Yesu asifiwe. Storms are designed to perfect us. Na kwa hivyo wakati unapopitia dhoruba, haitakikani uanze kujishuku ama kushuku kwamba Mungu hayuko na wewe tena. Unajua kuna watu wengi wakiingia katika dhoruba hata kanisa wanakataa kuja ati kwa sababu wanapitia dhoruba. Kuna wengine wakipitia katika dhoruba hata sadaka wanakaacha kutoa, hata wanaacha kwenda katika ushirika ati kwa sababu wanapitia katika ushirika. Leo neno la Mungu linasema dumisha imani hata unapopita katika dhoruba. Kumbuka Yesu ako pamoja na wewe. Yaani Mungu ndiye alikutuma na dhoruba haijakuja kukumaliza. Nakumbuka tulipokuwa hapa tarehe 31 tulikuwa na mchungaji Getare tukivuka mwaka. Yesu anatuambia tuvuke twende, atakuwa pamoja nasi. Sivyo? Alikuwa anajua kwamba anatuvukisha katika mwaka wa dhoruba. Dhoruba ambayo haijawahi patikana tena. Lakini akatuambia tuenende na tudumishe imani. Bwana asifiwe. Kwa sababu gani? Yeye ametutuma, tuko katika mpango wake na ana kusudi njema ndani ya maisha yetu. Kwa hivyo unapopitia dhoruba ya maisha, usikuwe na chuki na mwenzako, usikasirike, kwa sababu dhoruba inakuja kutukamilisha. Basi walipokuwa pale masaa 9, wamenyeshewa, wamesikia baridi, wamechoka, wana njaa, basi wameogopa kifo, wakaona kitu kinakuja. Hata sio kitu, ni mtu anatembea juu ya maji. Ningependa tu tafakari, tumie imagination yako kidogo, uweze kutafakari Mungu katika hali hiyo, alafu unaona mtu anatembea juu ya maji. Waliogopa hata kama ni wanaume kamili, waliogopa hata wakapiga mayowe. Hapa Kenya tunasema nduru. Wakapiga mayowe. Nduru kawaida inapigwa na mama, lakini hata mwanaume akiogopa sauti yake inabadilika, inakuwa ya mwanamke, sivyo? Ama ya mtoto mdogo. Basi wakapiga mayowe wakisema zimwi. Lakini Yesu akawatuliza na akawaambia msiogope, ni mimi. Bwana Yesu asifiwe. Neno hilo ni mimi haliwezi kutafsirika vizuri sana kutoka jina la Kiyunani ambayo limetumiwa. Jina la Kiyunani ni ego eimi, yani kwa Kiingereza I am. Jina hilo Mungu alitumia alipomwambia Musa katika hali yake ya kuuliza, nikienda niambie Farao wewe ni nani? Niambie watu wako wewe ni nani? Akawaambia jina langu ni I am. Mimi ni I am. Mimi ni Mungu aliye. Yaani Yesu alitaka kuambia msiogope katika dhoruba, Mungu ako pamoja nanyi. Unajua jina lingine la Yesu ni Immanueli, Mungu pamoja nasi. Nataka kukueleza ya kwamba wakati unapopitia katika dhoruba, Yesu anakuja kuambia dumisha imani, kwa sababu yeye yuko pamoja na wewe. Hajakutuma tu katika dhoruba kama hajui. Anajua dhoruba hiyo, na kumbuka Yesu aliwachwa pale mlimani akiwaombea, na alikuwa akiwaombea katika dhoruba hiyo. Neno la Mungu linatuambia kwamba Yesu Kristo ndiye high priest wetu ambaye anasimama pale mbele ya Mungu na kutuombea katika dhoruba zetu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo alikuwa anajua mwatupa katika dhoruba, na alikuwa anajua kwamba atawashindania. Dhoruba haijakuja kukumaliza. Nataka kuambia mtu ambaye anapitia dhoruba kubwa sana mwaka huu 2020 kwamba dhoruba hii haijakuja kukumaliza. Dhoruba hii haijakuja kutumaliza
kutumaliza wana St. Mary's. Dhoruba hii haijakuja kutumaliza hata kama kazi imeisha. Dhoruba hii haijakuja kutumaliza hata kama katika shida katika jamii. Dhoruba hii imekuja kutukamilisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Kwa sababu Yesu atakuja akitembea juu ya mawimbi, hatishwi kabisa haya na radi na ngurumo ambazo zimekuja ndani ya maisha yako. Yesu anakuja akitembea. Kumbuka yeye ndiye alisimama na akasema kuwe na amani pale Galilaya. Bwana asifiwe. Basi wanafunzi walipokuwa pale wanayumba kwa sababu ya mawimbi, walikuwa wakizungushwa wakihofia maisha yao. Yesu anakuja katika dhoruba yao na anawaambia, mimi ndiye, jina ambalo Mungu alimpa Musa. Yaani mimi ni Mungu aliyekuwa na yuko na atakuwa. Sio Mungu aliyekuwa, sio Mungu atakayekuwa, kwa sababu Mungu ni God in the present. Oh, I hope somebody is listening to me. Kuna mtu anasikiza. Mungu sio Mungu ambaye alikuwa na wewe, na sio Mungu atakayekuwa na wewe. Ni Mungu ambaye yuko pamoja na wewe katika dhoruba yako wakati huu. Haleluya. Hebu share na utag mwenzako, mwambie aingie asikie ujumbe huu, kwa sababu ujumbe huu ni wetu sisi wote. Mwambie mwenzako, dumisha amani. Haleluya. Kwa hivyo Yesu katika dhoruba hii alikuja akitembea na akasema, mimi ndiye Mungu pamoja. I am God. Samahani. Haleluya. Mimi ndiye Mungu ninayekupenda hata kama unapitia katika dhoruba. Praise the name of the Lord. Kuna watu wengi wanapitia dhoruba zaidi wakati huu wa lockdown. Watu wengi hawahisi kupendwa. Watu wengi wamekosa watu wa kushiriki pamoja nao. Mungu anasema katika dhoruba hiyo anakupenda. Haleluya. Ana kusudi nzuri ndani ya maisha yako. Uhitaji kuwa na wenzako ambao wako ng'ambo na kwingineko, kwa sababu Mungu mwenyewe yuko pamoja na wewe na anakuambia kwamba ni Mungu anayekupenda katika dhoruba unayopitia. Mungu anaendelea kuwa I am, ni mimi ndani ya maisha yetu tunapopitia dhoruba zetu za maisha. Lakini lile ambalo inatupasa kufanya ni tuweke imani yetu katika Yesu, tudumishe imani. Basi Petro anapomuona anasema, kama ni wewe niite nikuje. Unajua katika kila jamii, katika kila kanisa, katika kila kikundi kuna Petro. Petro ambaye ni mtu machachari, ni mtu adventurous, ni mtu ambaye anapenda kuteka risk. Kama ni wewe niite nikuje. Unajua kuna wengine ambao hawawezi. Kuna hadithi ilikuwa inasimuliwa siku ya leo kwamba kuna mtu ambaye alikuwa ni shupavu sana kutembea kwa kamba. Alikuwa anaambiwa na Dr. Ukinde asubuhi, anatembea kwa kamba pale juu ya Niagara Falls. Anatembea akiwa amefungwa macho, anatembea akiwa na wheelbarrow. Alafu akawauliza wale wamekuwa wamekuja kuona, mnaamini kwamba anaweza beba mtu katika kamba juu ya Niagara Falls hadi mwisho? Ule mwingine akasema, ndio tunaamini. Haya basi, nani atakayekuja? Halo. Basi hakuna aliyekuja, lakini natumai kama Petro angekuwa angesema, kama ni wewe niite. Kwa sababu gani hiyo? Kuna Petro ambao wako na hiyo roho, na kwa hivyo akajitokeza akisema, kama ni wewe niite. Na Yesu akisema kuja, na akakuja kutembea. Basi anataka uweke akili yako pale, imagination yako pale. Yesu Peter akitoka katika hii merikebu ambayo inazungushwa, anapanda juu ya maji na amemwangalia Yesu anatembea juu ya maji hadi kwa Yesu. Mimi nataka kuimagine kwanza alipofikia Yesu, pengine akatana round. Macho yake tena haikuwa kwa Yesu. Alipoangalia kaona mawimbi, akasikia radi. Na unajua kwanza ngurumo zile za kwenye Western, bwana Jeff. Zile ngurumo za kwenye Western nilikuwa huko, nilisikia kuingia chini ya kitanda. Akasikia ngurumo. Akaona ndio hiyo radi. Akaona ndio hiyo mawimbi inakuja. Akajiuliza, kwani mimi ni mwenda wazimu? Ninafanya nini hapa? Akaanza kuona mahali alipokuwa na vile ambavyo merikebu ilikuwa mbali, akaanza kuzama. Wapendwa katika Bwana, sijui kama wewe unaweza kuona vile Petro aliona, pengine katika shida zako za maisha, katika kibunga chako, katika dhoruba ya maisha yako, na unajua kwamba Mungu yuko pamoja na yeye, lakini wakati pengine unaangalia dhoruba na unaona vile mambo yamekuwa magumu, unaona mshahara hakuna, akaunti imeisha pesa, unaona na unaanza kuzama.
Wapendwa katika Bwana, ni wengi ambao wakati huu wa dhoruba hii ya corona wamepatwa na high blood pressure, wamepatwa na vidonda vya tumbo, kwa sababu wameangalia mawimbi, wamesikiza radi, wamesikiza mambo yanayoendelea, wamesikiza vile watu wanasema alikuwa anajifanya na hiyo gari ya loan, sasa imebidi auze. Unaangalia, unaanza kuzama. Na mimi kama Petro nimeangalia pia dhoruba ya maisha na nimezama mara kwa mara. Sijui kama wewe, pengine wewe ni speciali, lakini mimi naona maisha yangu kama Petro mara kwa mara, na kwamba unaangalia na unazama kwa sababu umetoa imani yako katika Yesu. Siku ya leo Yesu anataka kutuambia tudumishe imani. Tudumishe imani. Tusipoteze imani kama Petro alivyopoteza na akaanza kuzama. Akaangalia mawimbi na kusikiza radi na akaanza kuzama. Wakati mwingine tunategemea nguvu zetu, tunategemea akili zetu, tunategemea masomo yetu, tunategemea vipawa vyetu, lakini katika dhoruba za maisha vipawa hivyo vyote vinaonekana kuwa ni bure. Petro alikuwa ni mwanamashua shupavu. Yeye alikuwa ni mvuvi professional na alikuwa ameona dhoruba nyingi, lakini hii ilikuwa imemshinda. Alikuwa amefika mwisho pamoja na wenzake. Lakini Yesu naye akasema, msiogope, ni mimi. Sijui umefika mahali ambapo kama Petro na wanafunzi wa Yesu unaona kwamba dhoruba ya maisha itakumaliza. Pengine ni ugonjwa, pengine ni accident, ajali, pengine umefiwa na mpendwa, pengine mpendwa wako amefungwa jela, ama unangojea kesi na haujui kama utaweza kutoboa katika dhoruba hiyo. Mungu huleta dhoruba ama hukubali dhoruba ingie ndani ya maisha yetu, akijua kwamba sisi hatuna nguvu ya kustahamili, na wakati ambapo tunangojea nguvu zetu tutaumia. Nazungumza na wewe ambaye unangojea nguvu yako ya kustahamili, unangojea akili yako na ujanja wako kustahamili dhoruba, utaumia. Mungu huleta dhoruba ili tukose kuangalia mawimbi, tumwangalie Yesu. Kwa sababu tunapojifunza kuangalia Yesu tunadumisha imani. Tunapoangalia dhoruba tunapoteza imani. Tunapotoa macho yetu katika Mwokozi. Haleluya. Yesu anapomuona kwamba Petro tayari amepoteza imani na ameanza kuzama, unajua kama ni binadamu angesema basi na iwe funzo kwako na waliotatabia kama yako, kunywa glasi kadhaa za maji, alafu ukisha kunywa maji kidogo ya lakini Yesu hakufanya hivyo. Hakusema sasa wewe pata adabu. Yeye Biblia inatuambia mara akaweka mkono na akamuinua. Kile tu alichomuuliza ni kwa nini ulipata shaka. Najua wapendwa, mara kwa mara tunapoteza imani katika Bwana. Nakuta Mkristo amefika mahali anahisi kujinyonga, hata sivyo, anahisi ameingia katika depression, anahisi anaumia mambo kwa sababu ameangalia dhoruba na amejaribu kusukuma merikebu kwa nguvu yake na ameshindwa. Siku ya leo Yesu anatuambia usitoe macho yako katika Kristo. Rudisha macho yako katika Kristo ili udumishe imani yako. Dumisha imani yako. Wakati unapotoa macho yako kwa Mungu ambaye ako pamoja na wewe, ambaye amesema ni mimi, I am with you, basi utapoteza imani. Unapoangalia shida zako utapoteza imani. Ijumaa ama Wednesday, Jumatano nafikiri, tulikuwa tunazungumza kuhusu wakati Mungu analeta mambo makubwa ambayo huwezi kustahamili. Na tukakumbuka kwamba wakati Mungu analeta hayo mambo anataka tumtegemee yeye, tusitegemee sisi. Wakati mwingine mchungaji Gitari akatuuliza wakati Yesu atakaporudi atapata imani. Siku ya leo Mungu anatuambia dumisha
dumisha imani, kwa sababu bila imani, tazama, kama vile nilivyochapwa na mpira kwa sababu ya kukosa kuzingatia mpira, kama vile unajikata unapokata mboga bila kuzingatia, kama vile unaangusha gari na unapata ajali kwa sababu huzingatii barabara. Usipodumisha amani utaumia mwenzangu. Dumisha amani, muamini Mungu. Mungu hajakubali upitie dhoruba kwa sababu anakuchukia, lakini amekubali upitie dhoruba kwa sababu ana nguvu za kukuokoa, na utaona ushindi wake. Na amesema kwamba yeye ni Emanueli, yeye ni Mungu pamoja na yeye. Usiogope, usipoteze imani, dumisha amani. Tusimame tumalize kwa maombi. Mungu Baba, katika jina la Yesu, naombea wenzangu walio manyumbani, walio hapa kanisani, walio Bwana wanaotutazama kutoka katika Facebook na katika YouTube, ambao Mungu mwenye rehema nyingi wamezongwa na dhoruba ya maisha. Radi na ngurumo na mawimbi zimewasonga, wanahisi wamechoka kama wale wanafunzi wanahisi wameloa maji ya dhoruba, wanahisi wamechoka, wanajaa, wanahisi kukata tamaa. Mungu mwenye rehema nyingi, ukawakumbuke wapendwa hawa, ukawatembelee katika jina la Yesu. Ulivyotembelea wale wanafunzi wako, ukatembee juu ya mawimbi ya dhoruba ya maisha yao, ukaweze kusema wasiogope, ukawatulize roho zao, ukawatulize mawazo yao, wakaweza kujua kwamba wewe ni Mungu pamoja nao. Wewe hutawaacha, uko pamoja nao, utawashindania. Mungu mwenye rehema, tembelea kila mmoja katika kila kitu anachotembelea, akaweza kuweka macho yake katika wewe. Tunaambia kwamba hata wale wagonjwa, wengi wao wanakata tamaa na kuaga kwa sababu wanajihurumia, wanahisi kwamba wako katika hali mbaya. Wasaidia hata wale wako katika hospitali kwa sababu ya COVID, waweze kuweka macho yako, tumaini yako kwako, na utaweza kuwaokoa hata katika dhoruba hiyo ya ugonjwa. Ningependa kuomba na wewe sasa, unapotuma matoleo yako. Neno la Mungu linatukumbusha kwamba Ibrahimu alipoenda kuwa na mkutano na Mungu, alitoa zaka, alitoa dhabihu, alitoa matoleo, alitengeneza madhabahu na akatoa matoleo. Hata sisi hatuendi mikono mitupu mbele ya Mwenyezi Mungu. Ningependa sasa ujitayarishe kutoa dhabihu yako, na ningependa kukuombea sasa utoe zaka, utoe dhabihu. Biblia inasema atafungua madirisha na milango ya mbinguni, atamwaga baraka kubwa zaidi, hata hutakuwa na nafasi ya kuweka. Na kwa hivyo sasa ningependa kukuombea. Mungu Baba wapendwa, wanapokutukuza kwa zaka na dhabihu zao, Mungu mwenye rehema nyingi, sadaka zao na kuomba zikaje kwako kama manukato inayopendeza. Wanapotupa sadaka yao kwa Safaricom Paybill 991740. Bwana, ninakuombea kwamba ukawabariki, sadaka yao ikaje kama manukato inayokupendeza, ukafungue madirisha na milango ya mbinguni, ukatembee nao katika dhoruba za maisha yao, ukawatulize, ukawaokoe, ukawaponye na kuwasamehe. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini, amen. Tumpige Yesu makofi kwa neno lake. Asante sana. Mungu awabariki.